Ndugu waandishi, tumekuiteni kwa ajili ya kufikisha taarifa maalum wa umma inayohusu tamko la Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza juu ya maridhiano kati ya vyama vyetu viwili vikuu hapa Zanzibar. Lifuatalo ni tamko la Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza la kuunga mkono tamko la maridhiano baina ya vyama vyetu viwili vikuu vya CCM na ACT Wazalendo, ambayo inasomwa leo tarehe mosi mwezi wa 8 2026. Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza ni taasisi ya kidini isiyo ya kiserikali yenye lengo la kusimamia ustawi wa Waislamu na ustawi wa maendeleo ya wananchi wa Zanzibar kwa ujumla. Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza imefuatilia kwa umakini mkubwa tamko la maridhiano lililovihusisha vyama vyetu vikubwa viwili hapa Zanzibar, lililowasilishwa kwa umma mubashara siku ya Alhamis ya tarehe 9 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya Ikulu Zanzibar, mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Jumaza kwa niaba ya maimamu wote wa Zanzibar pamoja na taasisi za Kiislamu inaunga mkono kwa dhati hatua hiyo ya maridhiano, pamoja na kuwapongeza viongozi wakuu wa vyama vya CCM na ACT Wazalendo kwa kuonesha kuguswa na kuweka mbele maslahi ya Zanzibar na Wazanzibari kwa ujumla na upana wake. Vile vile, Jumaza inapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza kwa dhati viongozi wetu wastaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein na Dr. Amani Abeid Karume na Sheikh Juma Duni Haji kwa kusimamia kwa dhati mchakato huu wa maridhiano na kuonesha ukomavu wao wa kisiasa kwa kutanguliza mbele maslahi ya Zanzibar na wananchi wake. Ndugu waandishi, aidha, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza inapenda kutoa nasaha zake kwa viongozi wote wa serikali na vyama vya siasa kuwa jambo hili tumemshuhudisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivyo kuna kila sababu ya kuona usimamizi na utekelezaji wake unaambatana na dhamira ya ukweli, nia thabiti na ikhlasi ndani yake. Aidha, kwa upande mwingine, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar inatahadharisha sana kuhusu kufanya khiana katika kuendea utekelezaji wa mambo ambayo vyama hivyo vimekubaliana. Hii ni kwa sababu jambo la khiana kwa hakika linamchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pindi itakapotokezea hivyo, inaweza kuipelekea kuingia katika mtihani mkubwa kwa kufikwa na mambo ambayo hatujatarajia. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushie mbali na jambo hilo. Na hapa napenda ninukuu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema katika hadithi al-Qudusi, ambayo ni maneno ya Allah, na hapa na nukuu: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni watatu katika ushirika wa watu wawili, madam patakuwa ndani ya jambo hilo haijatokea khiana. Ikitokea khiana, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaondoka katika umoja ule. Hadithi hii inatufundisha nini? Kwamba tunachofundishwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulipa baraka na huwa pamoja katika jambo la umoja ambalo watu watashirikiana katika utekelezaji wake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala huondoka na kukosa baraka, na wakati mwingine linaweza likaleta hata ugomvi mkubwa pale ambapo itakuwa wamekwenda kinyume na makubaliano yao. Mwisho, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar inawaomba wananchi wote wa Zanzibar kuliunga mkono jambo hili la maridhiano, kwani huu ndio mwongozo thabiti katika dini yetu ya Uislamu ambao umesimamiwa katika historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume iliyotangulia. Jumaza ipo tayari wakati wowote kutoa msaada wake itakapohitajika katika kufikia maslahi ya nchi yetu
Asanteni sana. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp +25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.